ya ayyuhal muddathir qum faandhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir. Akaja tena Allah akamwambia ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Kwa hivyo huu ni utaratibu wa kuweza kufikia kumwabudu Allah. Kwa hivyo tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayetutoa sehemu mbalimbali akatuleta katika nyumba hii kwa madhumuni ya kutekeleza moja ya amri zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kheri kama hizi asije akaturudisha nyuma, mwisho wetu iwe sawa sawa na maneno ya mtume wetu, maneno aliyoyasema talabul ilmi minal mahadi ila lahadi, wajibu wa kutafuta ilmu ni mtu kutoka katika mbeleko ya mama yake, na utamalizika wajibu huo siku atakayolazwa katika mwanandani ndani ya kaburi lake. Hapa ndio utakuwa umekwisha wajibu wake wa kutafuta ilmu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuchunge humu mpaka umauti utudiriki tukiwa tuko humu. Tukiwa katika alfiqhul manhaji, na hili ni somo maalum katika utekelezaji wa ibada. Wana darsa katika kitabu hiki tunatakiwa kuwa makini sana kuzifahamu sheria za dini yetu katika namna ya utekelezaji wa ibada mbalimbali. Alfiqhul manhaji ni fiqhi ya madhehebu ya Imamu Shafi'i. Tukizungumza madhehebu ya Imamu Shafi'i, haina maana kwamba hakutumia aya za Qur'ani wala hakutumia hadithi za Bwana Mtume wala hakupata athari kutoka kwa matabi'i. Hapana, bali ufahamu wa Imamu Shafi'i kupitia hadithi, kupitia hizo aya za Qur'ani, kupitia athari za maswahaba, ndiyo hicho tunachokisoma. Na tunajua madhehebu ziko 4. Sisi tukisema mwanamke hata mkeo anakutengua udhu, tumesoma katika madhehebu yetu ya Imamu Shafi'i, lakini wakati huo zikiwapo dalili zilizomfanya Imamu Shafi'i kusema hivyo. Kwa hivyo akija mtu mwingine akazungumza mwanamke hatengui udhu, huyo atakuwa amesimama na madhehebu mengine yasiyokuwa madhehebu ya Imamu Shafi'i, na kwa namna yoyote ile na yeye atakuwa na dalili zake alizozitegemea. Hakuna sababu ya watu kutukanana wala hakuna sababu ya kuambizana wewe ukusoma, bali kila mmoja wetu asimame katika msimamo ulio sahihi. Kama ameisoma fiqhi ya Shafi'i, acha afanye ibada hivyo. Kama ameisoma fiqhi ya Hanbali, wacha afanye ibada hivyo. Kama amesoma fiqhu ya Maliki, wacha afanye ibada hivyo. Na kama amesoma fiqhi ya Abu Hanifa, wacha afanye hivyo. Kinachokatazwa kufanya talfiki katika ibada moja ukakusanya madhehebu zote, kwa sababu ukisema mimi nitafata madhehebu ya Imamu Abu Hanifa nikiwa naswali, maana yake yeye anasema baada ya takbiratul ihrami unaweza ukasoma tabati yada alafu ukenda ukarukuu, kwa sababu madhehebu yake
ameichukua hadithu musii salatahu, iko riwaya inayosema faqra ma ma'aka min alquran, soma chochote ulichonacho katika Qur'ani. Sisi katika madhehebu Shafi'i tuna msimamo wa hadithi ya Bwana Mtume, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Ukimweleza Abu Hanifa hadithi hii hujaiona, anasema hiyo nimeiona, lakini Qur'ani yenyewe imekuja inatuambia faqra'u ma tayassara min alqur'ani, katika hiyo sura tuliyoisoma Sasa hii hadithi je, anasema hii imekuja mimbabil afdhalia. Ukitaka ubora zaidi, basi wewe soma suratul Fatiha, huo ni ubora zaidi. Lakini ukisoma chochote katika Qur'ani, swala yako itakuwa sahihi. Lakini tunasema hayo ni madhehebu ya nani? Shafahamu Sasa tukimkuta mtu kasimama alafu tabbati yada abi lahabin wa tabba, tusishangae na tumuone huyo mtu wa madhehebu ya Abu Hanifa. Sisi hatuwezi kumfata huyo, kwa sababu swala yetu itakuwa imebatilika. Sisi msimamo wetu ni lazima usome suratul Fatiha. Kadhalika Abu Hanifa na Imam Maliki wao wanasema bismillahi sio aya katika suratul Fatiha wala katika sura yoyote, isipokuwa ni sehemu ya aya katika suratul Namli, kama nitakuwa sijakosea innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Kwa hivyo sisi kwa msimamo wetu, ukimfata mtu ambaye hasomi bismillahi kabla hujakalidi madhhab, swala yako itabatilika, kwa sababu suratul Fatiha kwa wewe itakuwa haikukamilika aya 7. Sawa? Suratul Fatiha 7 mathani wa bismillahir rahmanir rahim ayatun minha, imekuja hivyo. Hayo tulikuwa tunatangulia, tusije tukaona kuna ikhtilafu. Sisi tuko na Sheikh al-Imam al-Muazzam al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, tumefahamiana. Ama wiki iliyopita tulikuwa katika somo la aljabairu wal asaibu, aljabairu wal asaibu. Tukatumia lugha nyepesi kwamba somo letu lilikuwa linakusudia kutusomesha pio pio na bandage, ambalo hili jabair katika lugha ya zamani ilikuwa inaitwa kichacha. Inaitwa kichacha, kinafungwa na miti hicho kwa utaalamu wa kizamani, lakini leo ndio lile pio pio. Kwa hivyo shekhe alianza kutusomesha hilo, akatwambia inajuzu kupangusia maji katika jabair, inajuzu kupangusia maji katika bandage, lakini utakapofika katika kiungo hicho ambacho kina pio pio, kina bandage, huwezi kukikiuka kwenda kiungo cha pili kabla ya kiungo kile hujatayamamu kwa ajili yake. Tulisoma hivyo Tuwe makini sana. Tunawaona watu wanakuja misikitini na mabendeji, wanakuja msikitini na mapiopio, wanakuja msikitini na plasta, lakini wanatawadha kule, tunawaona wakati ule wa kukosha kiungo kilichofungwa plasta tuwaoni wakitayamam kwa ajili ya pale. Hata kama wakati wa kubandika plasta alitia udhu ule ukisha kutenguka unakuwa umetenguka na hapa, sio kwa sababu pamefungwa plasta pale udhu hautenguki tena. Umefahamu? Kwa hivyo mtu akivaa plasta wakati ametia udhu, ukitenguka udhu na hapa katika plasta, udhu wake utakuwa hakuna. Kwa hivyo anapotia udhu, akiosha uso kwa mfano, akaosha mkono wake wa kulia kwa mfano, mkono wa kushoto kukawa kuna piopio, huku vimebaki vidole na huku kumebaki katika mirfaki, wajibu wake achukue maji akoshe hapa penye vidole na achukue maji akoshe huku
kwenye mirfaki huku, na kama hili halitaharibika kwa kupangusa maji, achukue maji alipanguse. Kabla ya kwenda kupaka kichwa, achukue mchanga atayamam kwa kupangusa usoni na mikononi kwa ajili ya hapa. Tayamamu hiyo ni kwa ajili ya hapa penye bandage, penye pio. Baada ya kwisha kutayamam, ndio anarudi tena anachukua maji anapaka kichwani. Nadhani nimefahamika Sasa tunakwenda kwenye dalili. Dalilu mashru'iyati almashi ala aljabair, dalili na ushahidi unaokuwa kwamba kupangusia maji katika jabair ni jambo ambalo linakubalika kwa kisheria. Dalla ala mashru'iyati almashi, kilichofahamisha kuwa ni sheria kupangusia maji ala aljabair, ma rawahu Abu Daud, ndio failu wa dalla. Ma rawahu Abu Daud ni hadithi aliyoirawi Imamu Abu Daud an Jabir radhiyallahu anhu qal, anasema kharajna fi safarin, tulitoka sisi safarini. Tulitoka, maswahaba hawa walitoka wakielekea safari fulani. Katika msafara wao, fa aswaba rajulan minna hajarun, ndio failu wa aswaba. Fa aswaba hajarun minna rajulan, kuna mtu mmoja akagongwa na jiwe. Fashajjahu fi raasihi, lile jiwe likampasua kichwani kwake huyo mwenzetu. Sasa tumelala kama wanadamu. Thumma ihtalama, kisha akaota, kwa maana akahisi yuko nyumbani kwake na mama watoto amekuja, akawa amekidhi shahawa zake ndani ya usingizi wake. Ihtalama, ameota huyo bwana. Baada ya kufika asubuhi, fasaala ashabahu, akawauliza wale wenzake, jamani, mimi nimeumia na mimi nimeota usiku na nimefanya inzali, na kwa maana hiyo na wajibu wa kukoga janaba. Hal tajiduna li rukhsatan fi tayammumi, mnaikuta kupitia Qur'ani au hadithi za Bwana Mtume dalili inayoniruhusu mimi kutayamam, kwa sababu mimi uwezo wa kutumia maji sina. Faqalu, wakasema wale waliokuwa pamoja naye, ma najidu laka rukhsatan, sisi hatujaiona kwa ajili yako ruhusa itakayokufanya wewe kutayamam, kwa maana bado ilmu ilikuwa wao hawana inayofahamisha kwamba mtu katika kesi kama hiyo anaweza akatayamam. Wao hawana, wakasema sisi hatuikuti ruhusa hiyo wa anta taqdiru ala almai, ili hali tunakuona wewe, waul hali ili hali tunakuona wewe, taqdiru, uwezo unao wewe, ala almai, wa kutumia maji. Taqdiru ala almai, ili hali tunakuona wewe uwezo wa kutumia maji unao. Hivyo basi yule bwana baada ya kuona wenzake wamekosa dalili, kwa maana akajua kwamba hakuna ruhusa inayomfanya yeye kutayammam, na wakati wa swala umefika, na mtu akiwa na janaba hawezi kuswali bila ya kukoga. Faghtasala, yule bwana akakoga maji ya baridi, na lile jeraha limemswibu. Ina maana jeraha lilikuwa halipaswi kuingia maji. Alipokoga, famata, akafa yule bwana famata, waweza ukasema ndiyo sababu, fau sababia, kwa kule kukoga kwake famata ikawa sababu
ya kufa kwake maskini. Falamma qadimna ala nabii, yule wamemzika kule, tuliporejea kwa bwana mtume sallama, ukhbira bidhalika, alipewa taarifa bwana mtume kwamba hawa mabwana walisafiri, mmoja wao ikawa kadha kadha kadha. Ukhbira, akaelezwa annabiyu bidhalika, aliambiwa bwana mtume kuhusiana na hilo. Fakala, hukumu yake mtume akasema, kataluhu, hao waliojibu fatwa ya kwamba haruhusiki kutayammam wamemuua hao mwenzao. Shafahamu Ndipo tunapoambizana, wala taqif bima laisa laka bihi ilmun, maisha yako yote usisimamie kutoa fatwa au hukumu ya jambo wewe hulijui hilo jambo. Sawa, sio jambo la kidini tu. Hata kama umesikia darajani leo huko kuna mtu katembea bila ya nguo, madamu ukumuona, usisimame kuambia watu meli 4 darajani leo huko katembea mtu hana nguo. Wakikuuliza ulimuona? Mimi sikumuona, maana yake utakuwa muongo. Sawa, usizungumze kitu ulichokuwa huna uhakika nacho. Kwa hivyo mtume anatoa maelezo, anasema kataluhu, huyo wamemuua, katalahumullah, na wao Mwenyezi Mungu awalipizie. Ushafahamu kama kwamba ili neno bwana mtume limemghadhibisha, kwamba mtu kutoa fatwa ya kitu ambacho wao hawakijui. Tumefahamiana? Kwa sababu wao wamesema hatuoni dalili hiyo. Hakuna. Wangelisema sisi hatujui, ingelikuwa wamejibu vizuri suala. Tayib, ala saalu, anasema bwana mtume, kwa nini wasiulize na wao? Ala saalu, kwa nini wasiulize na wao, kuwauliza watu wengine? Alafu tuko wapi? Naam, ala saalu, kwa nini wasiulize? Idh lam ya'lam, kwa vile wao walikuwa hawakufahamu jawabu. Kwa nini wasiulize? Idh lam ya'lam, ya'lam ni fi'lu mudhari, lakini inatafsirika kwa madhi kwa sababu imeingiwa na nini? Lam. Sawa, idh lam ya'lam, kwa vile walikuwa hawakujua, walipaswa waulize. Tumefahamiana Mtume anasema fa innama, hakika si vingine, adatu hasri, fa innama, hakika si vingine, shifaul iyi, dawa ya mtu asiyejua, as-sual, kuuliza ndio tiba yake. Shafahamu? Usikae na ujinga ukawa unaona haya kumuuliza anayejua. Hapana, tiba yako wewe iko kuuliza. Uliza usilolijua. Sawa. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun, jawabu yake fasalu ahla dhikri. Sawa. Imetangulia jawabu kabla ya sharti. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamuna fasalu ahla dhikri. Alhamdulillah, tunakwenda Tayib, anatusomesha hivyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, innama kana yakfihi, huyu aliyekuwa amejeruhiwa na uwezekano wa kutumia maji haupo, ilikuwa inamtosha ayatayammama,
kutayammam, ilimtosha kutayammam. Wa ya aswira, ili neno ya aswira tafsiri yake au ya asiba ilikuwa katika jeraha lake afunge, atayammam. Ala jurhihi, afunge katika jeraha lake. Khirqatun, ndio hilo bendeji, afunge kitambaa, ndio hilo bendeji, afunge kitambaa, ndio hilo pio. Thumma yamsaha alaiha, kisha apanguse maji juu ya hilo pio au hicho kitambaa. Wa yaghsila saira jasadihi, zile sehemu nyingine zinaruhusu kutumia maji atumie maji. Pale palipokuwa haparuhusu kutumia maji, alichokuwa anatakiwa afunge kidonda, alafu apake maji juu ya bendeji, alafu atayammam kwa ajili ya hapo. Hata kukoga ni hivyo hivyo, isipokuwa kukoga hakuna utaratibu wa mahala pa kuanzia, tofauti na udhu. Udhu umekuja faghsilu wujuhakum, lakini kukoga imekuja katika Qur'ani kwamba sisi tumetakiwa tukoge, kama tutakavyoziona aya. Hazikusema tuanzie kichwani wala tuanzie miguuni wala tuanzie popote. Kwa hivyo kukoga, kama una jeraha unaweza ukachagua, imma ukaanza kutayammam alafu ukenda ukakoga, au ukakoga ukamaliza sehemu zilizo nzima alafu ukenda ukatayammam kwa ajili ya hapa. Kwa sababu ikiwa umejuriwa hapa ukenda utayammam hapa, maana yake umeanza kukoga hapa. Tumefahamiana? Na kukoga hakuna sharti uanzie mahala fulani, unaweza ukaanzia miguuni ukosa na waitu rafa aljanaba, ila kuanzia miguuni itakuwa tabu maji kupanda juu. Ukianza kujimwagia kichwani, huko yanateremka kwa wepesi, ndio maana tunaanza kujimwagia kichwani. Lakini sio sharti wakati wa kukoga janaba lazima uanzie mahala fulani, bali ni sunna kujimwagia kichwani kata 3, alafu mkono wa kulia kata 3, alafu mkono wa kushoto kata 3, witiri. Tunafahamiana hapo? Tayib. Neno al-ayyu at-tahari fil kalami, ni mtu kubabaika katika maneno. Waqila huwa dhiddul bayani, ai maana yake ni kinyume cha kufahamu. Kwa hivyo tiba ya mtu asiyefahamu au mtu anayebabaika, usahihi uko wapi? Tiba yake aulize. Nadhani hapo tumekwenda sawa. Muddatul mashi ala aljabirati wal iswaba, muda wa kupangusia katika pio na hilo bandage. Haya tunayoyasoma kama mambo ambayo unaweza ukayaona basi haya ya nini, lakini hii ni kesi tena kubwa, tena watu wengi wanaswali bila ya udhu kwa kesi hii. Na hapa ndipo tunapofahamu kwamba Mtume Muhammad kana rasulallahi haqa, alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu wa kweli, kwa sababu mpaka mambo haya ameyasomesha Bwana Mtume sallam. Kipindi cha miaka 20 hakuna neno utakalolihitaji katika dunia likakosa hukumu yake. Kama hukulipata kwa shekhe huyu, sio alipo, ila hajafikia ufahamu wa kulijua hilo jambo. Kama hujalipata kwa mashekhe wa Unguja, utalipata labda kwa mashekhe wa Dar es Salaam. Kama ukilikosa hapo, pengine mashekhe wa Mombasa, pengine mashekhe wa sehemu nyingine. Ushafahamu Lakini hakuna jambo lililoachwa nyuma na ilmu ya Uislamu, jambo lolote lile. Ndio Muadhi anapopelekwa kula Yaman, anaambiwa unakwenda kwa watu ahlul kitabi, utawaongoza na kuwasimamia. Kwa nini? Akamwambia kitabullah. Akamwambia kama hukukuta, sio haipo,
ufahamu wako bado hujapata istimbati ya kuweza kuigundua hukumu kutoka humo. Akasema nitakwenda katika hadithi za Bwana Mtume. Akaambiwa kama hukukuta nako hujaipata riwaya ya suala lililotokea, akasema saajitahidu wala alu, nitajitahidi. Ndio hapa inapopatikana ijtihadi lakini jihadi inapatikana kwa watu wanasema walio na qualification, sio shaharani aseme mimi jitihada yangu ni hii. Unafikiri ile kadi ya chama ndio unaweza kaonesha yoyote limie chama changu hichi? Ijtihadi kuna watu maalum wenye sifa maalum, sio kila mtu anakuwa na jitihadi. Umefahamu mwalimu? Tunakwenda muddatul mashi ala aljabirati wal isaba, laisa lilmashi ala aljabira. Hapana katika suala la kupangusia maji katika piopio au isaba au lila bendeji, hapana nini muddatun muayyanatun, hapana muda ulioainishwa. Bali yadhallu, itaendelea suala la kupangusia maji, au yadhallu yamsahu alaiha, ataendelea kupangusia maji huyo mwenye jeraha, maadama aludhuru maujuda, maadama aludhuru maujuda, muda wa kuwa udhuru upo na yeye ataendelea kufanya hivyo, tofauti na masala ya nini hapo, khofu Taib, fa idha zala aludhuru, udhuru ukiondoka, bi andamila aljarhu, kwamba jeraha limepona, wanjabara ndiyo alkasru, au ile sehemu iliyovunjika alhamdulillah ikawa imeunga, batala almashu wa wajaba alghaslu, kupangusa kutakuwa kumefika mwisho na itawajibika sasa. Kama kukoga ni kukoga, kama kukosha ni kukosha. Fa idha kana mutawadhian, akiwa mwenye kutia udhu, wa batala mashuhu, wajaba alaihi isabatul udhui almamsuhi wa ma ba'dahu min a'dha'i alwudhu'i. Anasema fa idha kana mutawadhian, ikiwa mtu mwenyewe ana hukumu ya kutia udhu, wa batala masuhuhu, ikabatilika suala la kupangusia kwake, wajaba alaihi isabatul udhui almamsuhi, itawajibika kwake yeye kufunga sawa aludhui, isabatul udhui almamsuhi, isabatul udhui almamsuhi, itawajibika yani kufunga lile bendeji katika kiungo kile chenye kupangusiwa, wa ma baadahu, na ile sehemu iliyo baada yake, min a'dha'i alwudhu'i, katika viungo vya kutawadha, alafu mashan kwa ajili ya kupangusia, au ghaslan au kwa ajili ya kukosha, hasba alwajibi, kwa mnasaba inavyopasa. Ikiwa ndio anawajibika kufanya hivyo, basi atafunga sehemu ya kidonda na atapangusia maji, na sehemu nyingine atatia udhu na kutayammam. Ikiwa ni kukoga kadhalika, akisha kufunga atapangusia maji, alafu atatayammam, alafu atakoga. Tunakwenda pamoja. Wa hukumul jabairi wahidun, hukumu ya jabira ni moja, sawaun kanati taharatu min hadathin asghar, sawa sawa tahara ilikuwa ya hadathi ndogo, sawaun sawa sawa, kanati taharatu ilikuwa tahara min hadathin asghar au hadathin akbar, au hadathi kubwa, illa annahu fil hadathi al-akbar, isipokuwa tahara katika hadathi kubwa, idha batala almashu, ikibatilika kule kupangusia, wajaba ghaslu mawdhi'i al-isabati, itawajibika kupakosha pale mahala palipofungwa lile bandage,
awil jabirati, au kupakosha pale mahala palipokuwa na lile pio pio, fakatu basi, wala yajibu ghaslu siwaha min albadani, haitawajibika kuosha sehemu nyingine isiyokuwa hiyo. Kama kwamba anatueleza labda amekoga janaba, lakini baadaye kuja kufungua lile pio pio likawa lishapona na pale udhu anao kashakoga janaba sasa amefungua pamekuwa pazima, basi atapakosha pale ndiyo palipokuwa pamebaki. Sijui hapo kidogo pagumu hapo. Ana pio pio au ana bendeji, amekoga tayari janaba, hapa si alitayamam, lakini baadaye akaja kufungua ikawa pameonekana pamepona, sura nyepesi kwamba hapa ndipo palipokuwa hapajafika na nini maji ya kukoga, atapakosha hapa. Sawa sawa na mtu aliyekoga janaba ukabakia unyayo inakuwa janaba lake lingalipo, hata huku kote kukisha kukauka, akikosha ule mguu tayari ile janaba yake. Haya, kama utakuwa hujafahamu tutaulizana huko usoni. Yajibu ala wadhi'i aljabira, ni wajibu kwa muwekaji wa pio pio. Elewa hapo vizuri. Yajibu ala wadhi'i aljabira, ni wajibu kwa mtu aliyeweka hilo pio pio au aliyoweka bendeji. Wajibu wake nini? Alqadha'u, swala yake atatakiwa kuja kuilipa fil mawadhi'i talia, ikiwa pio pio au bendeji liko mwahala mufuatamo. Sikaweka hilo bendeji, sikafanya hizo njia alizoelekezwa, lakini kama hili jabira liko katika viungo vitakavyoelezwa hapa, atakapopona atawajibika swala hizi alizoziswali aje kuzilipa. Tumefahamiana? Ndiyo, yajibu ala wadhi'i aljabira, ni lazima kwa mtu aliyoweka pio pio. Alqadha'u ndio fa'ilu wa yajibu. Yajibu alqadha'u ala wadhi'i aljabirati fil mawadhi'i taliya, katika mahala mufuatamo. Kwa kwanza, idha wadha'aha ala ghairi tuhurin, akiliweka ilo jabira lake wakati yeye mwenyewe hana udhu. Na kwa wakati wetu ni dharura kwenda hospitali, anayekufunga ni mwanamke ajnabi, hawezi kukubandika pio pio ukawa una nini, una udhu. Kwa hivyo atakapoliweka bila ya udhu, wataadhara nazuha, ikaja kuwa udhuru kulivua, atafanya yote hayo ya kutia udhu au kukoga na kutayamam, tafahamu. Lakini ukifika wakati wa swala akipona, lazima swala zile azilipe. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, au kanati fi a'dha'i tayammumi, au ilo biopio au bande lilikuwa katika viungo vya tayammum. Viungo vya tayammum vingapi? Viwili. Sasa bandage ima likawa usoni au likawa mikononi. Huyu mtu hata kama wakati wa kuvaa hilo pio pio alikuwa na udhu ndo akalivaa, basi ataendelea kutumia haya maelekezo, lakini akisha kupona atahesabu wiki aliyokaa na pio pio lake, atazilipa swala zote alizoziswali na hilo pio pio lake. Tumefahamiana? Tatu, idha akhadhat, litakapokuwa lile pio pio au jabira limeenea mina sahihi, kutokana na sehemu za kiungo kizima, akthara min qadri listimsaki, likachukua eneo jengine kubwa zaidi ya sehemu ya kulizuia lile pio pio lisiweze likuondoka pale katika kidonda. Kwa mfano,
kaumia hapa, sawa, lakini pio likaja likafungwa mpaka vidoleni huku, likaja likafungwa mpaka huku, kiasi cha kwamba kulikuwa na sehemu nyingine maji yangeweza kufika. Katika sura hii vile vile, hata kama atatayamam, basi atawajibika kuja kulipa. Unaweza ukaulizwa, unamlipa nani? Ushafahamu masuala yetu hayo ya watu waliochoka kumwabudu Mungu, unamlipa nani? Jawabu lake ni kiswali kwa wakati, na mswalia nani? Ushafahamu ukiswali kwa wakati, fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, sawa. Ukija ukalipa ibada iliyokupita, tena hata ile iliyokupita kwa maksudi, ambalo ni dhambi kubwa, lakini bado wanawazuoni wanatuambia unawajibika ibada hiyo uilipe, tena hiyo ndo zaidi. Ushafahamu Tayib, tunasogea al-ghuslu, tunakwenda katika somo linalozungumzia masala ya kukoga wa ahkamuhu. Katika somo hilo tutasoma na hukumu za kukoga wa anwauhu. Katika somo hili tutasoma na aina za hayo majosho. Yako majosho aina ngapi? Kwa hivyo alghuslu wa ahkamuhu wa anwauhu, mambo matatu yatakusanywa katika mlango huo. Maanahu, kwanza tujue nini maana ya ghuslu. Huwa fil lughati, ili neno ghuslu katika lugha ya Kiarabu linatumika sailanul mai ala shay'i, ni mtiririko wa maji katika kitu, ayankana, vyovyote itakavyokuwa. Hata mtu akimwagiwa, hata mtu akikimwagia kitu, katika lugha ya Kiarabu tayari pamepatikana kitu kinachoitwa ghuslu. Lakini sisi hatusomi lugha, hapo tumeambiwa kilugha Sisi hatusomi lugha, tunasoma sharia. Ndio anatuambia wa shar'an, hili neno ghuslu kisheria, jiryanul ma'i ala albadani, ni ule mtiririko wa maji katika mwili. Mtiririko wenyewe biniyati makhsuswa. Hiyo be unaiona hiyo hiyo be hiyo ina maana kubwa hiyo, jiryanul ma'i, bi kwa maana maaniyatin makhsuswa, sawa. Baul ma'iyya, yani ukijimwagia maji bila ya nia, utarudi katika lugha ya Kiarabu kwamba wewe umekoga. Lakini ukitia nia, ukijimwagia maji kwa nia, ndio kisheria unaambiwa umekoga. Sijui imefahamika? Biniyatin kwa maana maaniyatin makhsuswa, kwa nia maalum, kwa nia maalum. Mashru'iyatuhu, sheria au wajibu wake kukoga. Wapi tumeukuta wajibu wa kukoga? Kwa nini tukoge? Ili jambo ni sheria au limezuliwa? Ndio alghuslu mashru'un. Shekhe anatuambia katika mubtada na khabari, alghuslu mashru'un, suala la kukoga ni suala lililowekewa sheria, ni suala la kisheria. Sawaun kana linnadhafa, sawasawa kukoga kwenyewe kwa sababu tu ya usafi, mtu kabeba zege huko na kadhalika, huyu anakoga kwa usafi tu. Shafahamu katoka sokoni, linnadhafa. Na sawaun kana alghuslu linnadhafa au liraf'i alhadathi, am liraf'i alhadathi, au ilikuwa anakoga kwa sababu ya kuondosha hadathi.
wa sawaun kana shartan liibadatin am la, au ilikuwa ni sharti ili akitaka kufanya ibada fulani ni lazima akoge. Sawa sawa, sisi tutazungumzia suala la kukoga na ni sheria. Sawa. Tayyib. Wadalla ala mashru'iyatihi, kilichofahamisha kwamba kukoga ni sheria. Alkitabu, dalla alkitabu, dalla sunnatu, dalla alijma'u ala mashru'iyatihi. Tumefahamiana eh? Alkitabu wa sunnatu wal ijma'u ndio fa'ilu wa dalla. Tayyib. Amma alkitabu, ama ushahidi kupitia kitabu juu ya suala zima la kukoga, fa ayatun, ziko aya nyingi. Ama inakuwa ya sharti, na fa ayatun fa urabitatu, iyo sharti iliyoko katika amma. Amma alkitabu fa ayatun minha qauluhu ta'ala, katika hizo aya miongoni mwao ni kauli ya Mwenyezi Mungu, inna Allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin. Sawa, Mungu anawapenda watu wenye kurudi kwake Allah tabaraka wa taala, alafu anawapenda watu wasafi wenye kujitwaharisha Anasema Mwenyezi Mungu kuusifu Masjidu Quba, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Katika ule msikiti kuna watu wasafi, wallahu yuhibbu almutatahhirin. Subhanallah, Mungu anawapenda watu wasafi sio watu wasafi. Tukisoma hapa tunasoma suala la kukoga na kutia udhu, lakini tukizungumza watu wasafi, wanaozungumza maneno masafi, wanaotekeleza ibada safi zisiokuwa na ria na kibri, watu wasafi katika kazi zao, watu wasafi katika uadilifu, watu wasafi katika maneno yao, watu wasafi wanaishi na wake zao, watu wasafi wanalea watoto wao, watu wasafi katika uongozi wao. Yuhibbul mutatahhirin, Mwenyezi Mungu anawapenda watu wasafi. Sawa. Na watu wa peponi wataingia watu wasafi Salamun alaikum tibtum, nyinyi ni watu wazuri. Fadkhuluha, ingieni peponi. Aminin, mijitu michafu haingii peponi bwana wanaingia peponi watu wasafi. Shekhe Musa upo? Wanaingia peponi watu gani? Na tukizungumza usafi si kwa sababu unakogea sabuni ya malaika na gardenia. Umefahamu? Watu wasafi katika akida zao, watu wasafi katika ibada zao, watu wasafi katika matendo yao, katika maneno yao, katika mahusiano yao, katika kazi zao. Hao ndio watu watakaoingia peponi. Jihesabu mwenyewe kama na wewe msafi min ashabil janna. Ushafahamu wewe uwavuruge wenzio alafu ukasema mimi naenda peponi. Kakudanganya nani? Unajidanganya. Jamani, tusijidanganye tusijidanganye tukajipa matumaini. Mungu kashaweka vigezo vya kwenda peponi. Nikiwatajia jambo moja tutafahamu vizuri sana. Hapa kwetu kuna uchaguzi, lakini kuna vigezo vya kwenda kupiga kura, si ndio jamani? Hapo tutafahamu watu wote vizuri Sasa kama vile vigezo vya kwenda kupigia kura huna, ukienda katika kibanda cha kupiga kura unaenda kuwachokoza polisi. Wakikutandika na unastahiki utandikwe kwa sababu umekwenda mahala vigezo huna. Shafahamu? Basi na peponi vile vile kuna vigezo.
Angalia vigezo alivyoviweka Mungu, unavyo. Usijidanganye tu, mimi nitakwenda tu, usijidanganye. Katika ajira na wenzio, unawaroga wenzio, wanakufa watu tele upate wewe, alafu uende peponi. Kakudanganya nani? Wallahi uendi. Kwa kujidanganya utajidanganya. Unagombea nafasi, unawazika wenzio wako hai, wengine unapa ulemavu ili ukae wewe, alafu ndio useme utakwenda peponi. Nani kakwambia? Nani kakwambia? Mungu kaharamisha kuitoa roho ya mtu, unafanya maskhara. Kumuua mtu mmoja, bora dunia kuiondosha dunia. Mungu anaona umefanya kosa kubwa dogo kuliko kumuua mtu mmoja. Umefahamu? Tunakwenda katika fiqh. Tayib, Suratul Baqara hiyo aya ya 222, ay almutanazzihina anil ahadathi, wale watu wenye kujitakasa na mambo ya uchafu, hadathi hizo, wal aqdhari, na uchafu, almadia wal maanawiya, ule ambao unaonekana. Uchafu wenyewe ni huu, kama bauli, ghaiti, wal maanawiya, na pale kuambiwa huna udhu wewe mchafu, kukosa kuwa na udhu unaambiwa wewe mchafu, hauko tahara, lakini kimsingi huna uchafu unaoonekana, una uchafu wa kihukumu. Tunakwenda wa amma sunnatu, ama upande wa sunna, fa ahadithu, ziko hadithi nyingi. Minha ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu, mtume amesema, haqqun ala kulli muslimin, inastahiki jamani kwa muislamu yoyote, an yaghtasila fi kulli 7 ayamin yauma, angalau katika kila siku 7 akoge japo siku hiyo moja, kwa sababu ile siku ya Ijumaa watu wengi wanakusanyika kwa pamoja, tena majasho ya huyu, makwapa ya huyu, madude ya huyu, basi kila mmoja siku ile inapasa akoge. Ni sunna kukoga katika zile sunanul Jumaa, ikiwemo kukoga, kukata kucha, kutengeneza kila kitu, shafahamu, mapafyumu usisahau, kwenda mapema msikitini. Siku hizi khatibu wetu imamu anaanza kuja mapema, anawangoja wa kuwahutubia. Ingelikuwa ukenda mapema kujiandikisha kitambulisho cha kupigia kura, utakuwa wa mwanzo, swala ya asubuhi itakupita ukaanze kukaa foleni. Lakini hapa mtume anasema mwenye kwenda msikiti saa ya mwanzo, fakaannama qarraba badana, wala watu ile wawajali. Mwalimu khatibu anakuja kuhutubu hapa, hizi safu 2 za mwanzo hazijaenea, anamaliza kuhutubu, ndio zinakuja kukamilika safu 7 zinazoingia msikitini mwetu, ndio watu wanaswali. Ile Ijumaa yenyewe agizo la Mungu, fasau ila dhikrillahi wa dharul bai'a, wanawazuoni walio wengi, dhikrullahi, ile hutuba, ukajue mtaani petu pametokea nini, tunatakiwa tufanye nini, tuache nini. Ndio hutuba za Ijumaa zinavyotakiwa. Lakini hutuba katika dunia ya leo huwezi kuzizungumza kwa matokeo yanayoendelea. Ukizizungumza hutuba kwa matokeo yanayoendelea, inawezekana wewe ukawa mgomvi. Umefahamu? Lakini hutuba inataka kuelezea matokeo yanayoendelea. Nini kimetokea? Waislamu tufanye nini? Hapa tunatokaje? Tunapitaje? Ndiyo hivyo. Lakini hutuba waweza ukaambiwa nchi mmoja zote ziwe hutuba moja. Tusifiane tena humo. Basharani umefuga ndevu vizuri, ndo hutuba hiyo. Sasa ndevu nimefuga mimi, wewe unasifu zani? Umefahamu? Hatukuja kumsifia mtu, sie bwana.
Na kama hujasifia umefuga ndevu vizuri, ushakuwa mgomvi. Kwa nini huyu hasifii ndevu zangu? Tayyib. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu haqqun ala muslimin an yaghtasila fi kulli 7 ayamin yawma, yapasa kwa kila Muislamu angalau kila siku 7 akoge siku moja, kama ni mchafu kama mimi, japo kwa wiki akoge siku moja. Hapa hatuzungumzii josho la janaba tunazungumzia josho la nadhafa, usafi tu. Ushafahamu bwana? Tayyib. Yaghsilu fihi ra'sahu, katika siku hii atakosha kichwa chake, wa jasadahu, na mwili wake wote. Wa inda Muslim haqqun lillahi, hili limepasa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Walmuradu bilhaqi huna annahu mimma la yaliku bimuslimi tarkuhu, hailaiki kwa Muislamu kupita wiki nzima hajakoga. Hapo tena itakuwa mashaka. Huyo mama atatandika shuka kila siku, kwa sababu ukilala unanyanyuka nalo